Bana mtazamaji Bongo Super Media, rais wa Brazili ni kama hampendi kabisa Trump na anachukia haya mambo ambayo yanaendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini yale mambo ambayo yanaendelea pale Mashariki ya Kati. Sasa siku ya jana alipokuwa katika mkutano pale Barcelona nchini Hispania, rais huyu wa Brazil aitwaye Luiz Inacio Lula da Silva alizungumza maneno haya kwa uchungu kweli kweli. Alisema kwamba hatuwezi kuwa kila tukilala na kuamka tunakutana na ujumbe mtandaoni kutoka kwa rais mmoja ambaye anatishia usalama wa dunia na kutangaza vita dhidi ya mataifa mengine. Mwisho kunukuu. Manake umesikia alichokisema hapo kwamba watu hawawezi wakalala na kuamka kila siku alafu wanasikia tweets ama taarifa mbalimbali ambazo anazitoa rais tu mmoja ambaye anatishia dunia na kutishia mataifa mengine. Kauli za Lula zinaonyesha msimamo wa muda mrefu wa Brazili kama mtetezi wa ushirikiano wa kusini na mkosoaji mkubwa wa mbinu za kiimla katika siasa za kimataifa. Hotuba ya rais wa Brazili huko Barcelona inaambatana na maendeleo yanayoendelea moja kwa moja katika mgogoro unaohusiana na Iran, ikiwa ni pamoja na ripoti za kuvurugika katika mlango wa Hormuz na majadiliano ya kusitisha mapigano. Hii si kwa mara ya kwanza rais Lula kugongana kwa maneno na sera ya kigeni ya mtindo wa Trump. Mvutano wa awali kuhusu ushuru na ushawishi wa kikanda tayari ameathiri uhusiano wa Marekani na Brazili. Kwa hivyo mpaka hivi sasa rais Lula ameshaleta shida nzito baina ya nchi yake Brazili pamoja na Marekani. Wamesharibu uhusiano wao. Hii ni kutokana na kauli zake kwamba hapendezwi na ameshachoka kila siku tweet za mtu mmoja tu katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Akizungumza maneno haya na nukuu tena, hatuwezi kuamka kila asubuhi na kulala kila usiku tukiwa na ujumbe wa Twitter kutoka kwa rais anayetishia dunia na kutangaza vita. Mwisho kunukuu. Lakini pia rais huyu aliwasihi viongozi wa dunia, hasa wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kuweka kipaumbele diplomasia, kuheshimiana na uwajibikaji wa pamoja badala ya vitisho vya upande mmoja tu. Inabidi wasimamie haya mambo. Rais wa Brazil alitema cheche kweli kweli Hispania siku ya jana. Wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho amekizungumza rais huyu wa Brazil? Andika hapo katika sehemu ya comment.